linakoelekeza hilo neno yeye haendi. Linakoelekeza hilo neno kwamba uwe mtakatifu ili uende mbinguni, huyo mtu wako huyo haendi. Huyo mtu wako anaishia kwa Farida. Huyo mtu wako anaishia Itoroha. Huyo unayemuona anaishia kwenye makaburi na kwenye mavumbi. Kwa hiyo neno hili la Kristo halimuhusu, wala hiyo mbingu haimuhusu huyo unayemuona huyo, japokuwa ana asilimia kubwa za kumponza mtu wa ndani ashindwe kufika mbinguni. Ndiye anayesababisha mtu wa ndani akamkose Mungu. Ndiye anayesababisha mtu wa ndani asifike mbinguni, japokuwa yeye haendi mbinguni, wala mbingu haimuhusu. Haimuhusu. Tunafikeje kule? Kule kuna miili mipya. Kuna miili isiyo na asili ya udongo. Miili hii tulionayo asili yake ni udongo. Na ndio maana Biblia inasema uliumbwa kwa udongo na mavumbini utarudi. Lakini ile pumzi aliyompulizia Mungu, Biblia inasema mwanadamu akawa nafsi hai. Ile haiishi kwenye udongo. Kuna mahali inaelekea. Kuna mahali inaishi. Kuna mahali inaenda. Kama ni mbinguni inaenda, na kama ni jehanamu inaenda. Lakini huyu wa mwili huu anaishia mavumbini. Kwa hiyo mahubiri haya yanamhusu yule wa ndani aliye na safari ya kwenda kwenye kiti cha hukumu ya Mungu, anayekwenda kusimama mbele ya hukumu ya Mungu na kuulizwa ulifanya nini duniani. Haya mahubiri ndio yanayomhusu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Waefeso 3 mstari ule wa 16. Waefeso sura ya 3 mstari ule wa 16. Naomba twende chapa. Waefeso sura ya 3 mstari ule wa 16. Wake mfanywe imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu wa ndani ndiye anayehitaji kufanywa imara kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuja kwa ajili ya mtu wa ndani ili kumsaidia awe na uwezo, awe na nguvu. Utu wa ndani unafanywa imara kwa vigezo vya kiroho, sio kwa vigezo vya kimwili. Utu wa ndani unafanywa imara kwa vigezo vya kiroho. Utu wa ndani unategemea uwezo ndio uwe imara. Na ndio maana kuna utu wa ndani ulio na nguvu na utu wa ndani ulio dhaifu. Sizungumzii habari ya nje ya wokovu. Tukisema tumeokoka wote tumeokoka. Tukisema tumebatizwa maji mengi wote tunabatizwa maji mengi. Lakini utendaji wa wokovu wetu unategemea nguvu za yule mtu wa ndani. Ndio maana utakuta mtu mwingine ameokoka kiroho, yuko vizuri na Mungu, hata watu wa dunia wanajua fulani ameokoka. Kile kinachoonekana nje ni uwezo wa mtu wa ndani. Mtu wa ndani akiwa na uwezo ataufanya mwili umtii mtu wa ndani. Mtu wa ndani usipokuwa na uwezo atasababisha mwili ushindwe kwenda kama Mungu anavyotaka. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hapa sizungumzia habari za wokovu. Weka pembeni vazi lako la wokovu. Weka pembeni vazi lako la uchungaji, la uinjilisti. Weka pembeni vazi lako la kola tunazovaa. Huku ndiko tunakoongoza kulichafua jina la Bwana. Huku ndiko tunaongoza watu wasioamini, hawaelewi elimu hii. Wanasema kila aliyeokoka huyo lazima ana Mungu ndani. No, kinachoamua Mungu akae ndani kwa kiwango gani ni uwezo wa mtu wa ndani. Ni uwezo wa mtu wa ndani. Ule ndio unaotofautisha kati ya mtu wa dunia na wa mbinguni. Kwa hiyo mimi sitishiki na mtu akisema nimeokoka. No, sitaki kukuona wewe, nataka kumuona mtu wa ndani. Mtu wa ndani ndiye atakayethibitisha umeokoka au hujaokoka. Mtu wa ndani ana sura yake, mtu wa ndani ana tabia yake, mtu wa ndani ana muonekano wake, mtu wa ndani ana matamko yake, mtu wa ndani ana harufu yake, mtu wa ndani ana namna anavyotembea. Mtu wa ndani akitembea, huu mwili unakubali kumfuata mtu wa ndani. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mtu wa ndani ili awe hai anahitaji kula chakula. Ana chakula chake. Kama ambavyo mtu wa nje ana chakula chake, vivyo hivyo mtu wa ndani ana chakula chake. Haleluya.
mtu wa ndani ana chakula chake, kama alivyo wa nje alivyo na chakula chake. Wanasayansi wanasema mwanamke asipokaa bila kula wala kunywa kwa siku ngapi anakuwa hai? Mwanaume kwa siku ngapi? Vivyo hivyo mtu wa ndani ana majira na wakati. Asipolishwa chakula anakufa, asipokula chakula anakufa, asipokunywa maji anakufa. Ndipo majibu ya watu wengi wanauliza, zamani nilikuwa na nguvu, sasa hivi sina. Amekufa mtu aliyekuwa anasababisha nguvu, ameondoka mtu aliyekuwa anasababisha nguvu. Nguvu za rohoni haziji kwa kuombewa, zinakuja kwa kanuni za kiroho. Kanuni mojawapo ni chakula cha aina gani unachokula, aina ya chakula unachokula. Mtu wa ndani analishwa. Mtu wa ndani huyu akilishwa ndipo anazaa matunda. Matunda yanaitwa karama, matunda yanaitwa huduma, matunda yanaitwa vipawa. Akilishwa. Ndiyo maana kama mtu wa ndani amezaa matunda, amezaa karama. Wakulima mnajua, hivi mbolea ninayopandia ndio mbolea ya kukuzia? Mnaonaje nikipandia halafu nikakuzia ile ile nitapata mazao sawa? Mkulima yoyote anajua kuna mbolea ya kupandia, halafu kuna mbolea ya kukuzia, halafu kuna mbolea ya kubebea. Majira ya kubeba yana mbolea yake ili kusababisha matunda yakawe na nguvu. Kanuni za ulimwengu wa roho ziko vile vile. Ukitaka kuwa ni mtu mwenye matunda na Mungu akagundua uko kwenye madhabahu au uko chini ya mafuta ambayo hayana mbolea ya kukuzia, hayana mbolea ya kubebea, Mungu anakuchomoa na kupeleka mahali ili ukapate mbolea ya kubebea. Sijui kama unanielewa. Wachungaji wenye ufahamu wa kwangu na akili ya kwangu na walio zaidi yangu hawatishiki wakiona kuna mtu mmoja ambaye alikaa madhabahuni pangu, alikaa kanisani kwangu, sasa amekuwa na anaondoka, hajanikosea na wala sijamkosea, lakini moyoni mwake anamwambia baba au mama nasukuma kwenda mahali fulani. Mtu wa namna hiyo anamwacha aende kwa amani, kwa sababu anajua ulimwengu wa roho unatambua huyu mtu ni majira ya kubeba. Sasa majira ya kubeba, chakula changu hakiwezi kikamruhusu abebe matunda. Chakula changu hakiwezi kuruhusu abebe matunda, kwa sababu kila madhabahu ina neema yake. Neema hazifanani na hazitakuja kufanana. Kila madhabahu ina neema yake. Kwa hiyo kama una matunda, umeweka matunda mengi, Mungu akiona maua yako ni makubwa ya kuzaa kwa ukubwa, lakini madhabahu yako ina mbolea tu ya kupandia, anakuchomoa, anakukabidhi mahali pengine. Mungu hana shida na madhehebu. Mungu hana shida na kanisa, ana shida na matunda yake yapate kuzaa na matunda yapate kukua. Ukiwa na elimu hiyo hautasumbuka wala hautapata hasira na mtu anayetoka kwako, anayehama kanisani kwako, ukigundua hatoki kwa chochote ila ni majira ya kubeba, na Mungu anagundua ile mbolea huna, anaruhusu aende mahali akamwagiliwe mbolea ili aweze kuzaa na yale matunda yapate kukaa. Chapia Bwana makofi na vigelegele. Mungu ni mkulima wa faida, sio mkulima wa hasara. Na kama hutaki watoke, panda kwa Mungu na kushuka, mwambie Mungu nipe chakula. Wanaonyonya wapate chakula, walio na hali ya kukomaa wapate chakula, walio na hali ya kuzaa matunda wapate chakula. Kila mmoja afyonze kwa wakati wake. Haikupasi kupambana na watu. Ukiona wanachomoka, no, usipambane na yule mchungaji. Mwambie Bwana, kuna jambo linaendelea. Hawa watu kuna uwezo wako nao, hawatoshelei kwangu. Baba nipe uwezo huo. Funga na kuomba, tafuta maarifa. Mungu akupe maarifa. Atakayenyonya apate maziwa, anayetambaa apate maziwa, anayekimbia apate maziwa, anayezaa apate maziwa, vikongwe wa imani wapate maziwa, wazee wa imani wapate maziwa. Sema amina. Unaonaje wewe mtu kaenda kwake akakwambia, umezoea kununua mbolea kwa mashaka pale, anakwambia mama samani, unaenda unamwambia viazi vyangu sasa hivi nataka kupandishia matuta, nataka kupandishia matuta, anakwambia mna, iko mbolea tu ile ya mwanzo, iko ile ya kwanza ambayo tunapandia yake. Utanunua kwa sababu ni mteja? Utanunua kwa sababu ni mteja wako? Faida yake ni ya kwake na ya kwako ni ya kwako.
Utahama, utakwenda kutafuta duka linalouza kile kitu. Halafu kinunua unapandishia mbolea, halafu mazao yapate kuzaa. Ndivyo Mungu anavyomkuza mtu wa ndani. Ndivyo Mungu anavyomkuza mtu wa ndani. Na maana nyingine unaweza simuhamishe mtu kanisa, lakini akamwambatanisha na mtu fulani kwamba wewe nenda mahali pale kanyonye. Tuna wachungaji wengi ambao sio wa madhehebu ya Shalom, lakini wanakuja Shalom kunyonya, wakinyonya wanaondoka zao. Kuna watumishi wengi ambao wanatumika kwenye madhabahu zao, lakini wako chini ya mafuta ya kanisa fulani. Wanakwenda kwake wananyonya, wakishanyonya wanakwenda kwenye madhabahu zao. Kwa sababu gani? Yale matunda yanatakiwa kulelewa kwa ajili ya mtu wa ndani. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Wakorintho wa pili 4:16. Wakorintho wa pili 4:16. Halafu mwingine atafungua Yohana 4:31. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema, ndio, kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa. Ujapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani, ule wa ndani, unafanya upya siku kwa siku. Nisikilize, nataka kusema hivi. Paulo anasema hivi, kwa hiyo hatulegei. Kitu kinachomfanya Paulo asilegee ni utu wa ndani kufanywa upya siku kwa siku. Sema siku kwa siku. Siku kwa siku. Sema siku kwa siku. Siku kwa siku. Kilichomfanya Paulo asilegee ni utu wake wa ndani kufanywa upya siku kwa siku. Utu wa ndani unatakiwa kila siku ufanywe upya. Kila siku iendayo mbinguni ufanywe upya. Hapa ndipo tunapopata kanisa dhaifu. Tunapopata mtu aliye dhaifu ambaye anataka kanisani aende baada ya wiki moja. Hata ninapozungumza hivi kuna walokole wengine wamekaa pale nje wanapiga story. Alafu ni walokole. Wamekuja kwenye sherehe. Wanangoja mahubiri yaisha alafu waingie kwenye sherehe. Sikiza niwaambie, huo ni utoto sana. Nasema huo ni utoto sana. Ngoja nikupe hekima. Kufaa mgeni itamfaa mwanangu wa Shalom. Tunaotafuta vitu vya ndani. Mahali ambapo nimeenda nikakuta mafundisho yale hayaendani na mimi, ni sawa na mpishi wa wali au mama anayekula wali au baba anayekula wali. Nitakapokula kijiko cha kwanza, nikala kijiko cha pili, nikagundua ndani kuna jiwe, kwa sababu ya njaa yangu simwagi ubwabwa, natoa jiwe na kula chakula. Hao ndio watu wakomavu wa rohoni. Ukiona mama alikuwa ananiambia hivi, zamani walikuwa na desturi, wanasema kulikuwa na hadithi, sijui ni kweli au ni uongo, kwamba mtoto wa nyani, yule nyani akiwa na mtoto akigundua amekomaaje, anafikicha ulezi, anachanganya na mchanga, anampatia mtoto. Akiona litoto linakula na mchanga, ili bado litoto hili, anaendelea kulilea. Lakini akigundua siku nyingine amefikicha, halafu anampa mtoto, anaona mtoto anachagua kamchanga, anakula ulezi, anapiga makofi, nenda kajitegemee, umeshakomaa. Umeshakomaa. Haleluya. Haleluya. Shida inayosababisha watu wengi, wachungaji hasa, tuzuie usiende kila mahali, usisikilize kila mahali. Okay, naweza nikaenda mahali kanisa langu halipo, je nife kiroho? Naweza kwenda mahali ambapo madhabahu yangu haipo, je nife kiroho? Ninachopasa nitaingia kwenye madhabahu, nikigundua chakula kina mchanga, natoa mchanga na beba cha kwangu na kwenda nacho. Ni uwezo wa kuchambua kipi cha Mungu na kipi sio cha Mungu. Paulo anasema utu wangu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Ukiwa mtu aliyeokoka unayekwenda kanisani kila Jumapili kwa Jumapili, lazima utakuwa na wokovu usio na matokeo. Utakuwa na wokovu ulio dhaifu. Utakuwa na wokovu ulio dhaifu. Kwa sababu mtu wako wa ndani anakula mara moja kwa wiki. Anakula mara moja kwa wiki. Wafungaji wanaofunga sana wataelewa. Unapokaza kufunga, huku ndani kunapata nguvu, lakini mwili unadhoofika. Mwili unadhoofika. Lakini kule ndani kunakuwa imara sana, kwa sababu kumekula chakula chake.
vivyo hivyo usipokula, kule ndani kunadhoofika. Ni kweli huku nje utakuwa na nguvu, lakini ndani kunadhoofika. Kitu kidogo kinakupeperusha, maneno kidogo yanakupeperusha. Watu wamekusema unaondoka kanisani, watu wamekusema unaacha huduma. Ule ni udhaifu wa imani. Udhaifu wa imani. Kimuuliza mtu mbona huonekani kwenye kwaya, anakuambia nilipokuwa nacheza step hivi wakaja kwa sauti wakanifokea. We, hatufanyagi hivyo, nimeona niwaachie kwaya yao. Huangalii kelele zile, unajua huyu ni mtoto. Huyu ni mchanga. Huyu ni mchanga. Wewe wapi na wapi ukaacha imani kwa sababu ya mtu aliyekwambia amekukosesha kwenye jambo moja. Sikiliza, majitu ya kiroho hata dunia nzima ikisema wewe sio mtumishi wa Mungu, wewe hujaokoka, ukoo wako ukikukataa, lakini mbingu zimekubali, unachapa laba kusogea mbele, unaendelea mbele kusogea mbele, hubaki nyuma kwa sababu ya watu. Acha waseme, kesho watalala, kesho watainuka, na kesho ni siku nyingine. Safari inaendelea. Kula chakula cha kiroho uwe na nguvu za rohoni. Unazilazila kwa sababu hauna nguvu za rohoni. Unaogopa hila za wachawi kwa sababu hauna nguvu za rohoni. Majitu ya kiroho yanasema vita vijapojipanga sitaogopa, majeshi yajapoinuka sitaogopa, maana Bwana yuko upande wangu. Ngoja nikwambie kitu. Habari ya Elia alipoua watu 850, watu wa madhabahu ya Baali na Ashtoreth. 850 peke yake aliwaua. Alipowaua, siku iliyofuata Yezebeli akatangaza, mwambieni mbweha huyo. Yezebeli ni mwanamke aliyekuwa anatumika chini ya miungu. Biblia inamuita ni mwana wa Ethbaali, ambaye alitumika kwa uwezo mkubwa kwenye miungu yao. Anasema kamtangazia, mwambieni Yezebeli kesho namuondoa. Biblia inasema Elia akaogopa. Fikiri, jana ameua 850 peke yake, leo anakimbia. Mungu anafuatilia njia zake. Mungu anafuatilia hatua zake. Mungu alipochungulia akakuta Elia yuko kwenye pango. Mungu akamtokea kule kwa sura ya malaika wa Bwana, akapeleka mkate, akapeleka na maji, akamwambia Elia, amka ule unywe. Akamwambia, Bwana, mimi naogopa, mimi Yezebeli anataka kuniua. Mungu akasema no. Issue sio kukuua Yezebeli. Kama ni wewe ulimuua jana watu 850, leo unaogopa, kilichopungua kwako ni chakula. Nguvu ya chakula. Sikilizeni, kwa kadiri unavyotumika kila siku, uwe na uhakika kile chakula kinapungua ndani. Kinapungua ndani. Ndio maana watu mnaotumika hapa, usibweteke kusema Mungu ananitumia. Kwa kadiri Mungu anavyokutumia, ndivyo hivyo ongeza uwezo wa kutafuta uso wa Bwana. Sijui kama mnanielewa. Kuna watu wajinga kiroho, akitumiwa ndio anabweteka. Alifunga, sasa hivi hafungi. Unajua viwango tulivyo navyo, Mungu anatusikia sana. Kwa hiyo issue ya kufunga, Mungu yuko karibu na wewe. Kaa siku 2 utashangaa. Kaa wiki moja utakuja kuniambia. Kadiri unavyotumika ndivyo nguvu zinavyopungua. Yesu alipomponya mwanamke mmoja aliyevuja damu miaka 12, alipogundua akasema nguvu zimenitoka. Nguvu zimenitoka. Wanamwambia, Bwana, tumekugusa. Anasema wengi mmenigusa, lakini yuko aliyenigusa, kwa sababu naona nguvu zimenitoka. Nguvu zimemtoka, lakini kuna mtu ameinuka. Unaombea watu kila siku wanainuka. Ongeza viwango vya kukaa karibu na Mungu. Ongeza viwango vya kufunga na kuomba. Ongeza viwango vya kusoma Biblia. Ongeza viwango vya kukaa madhabahuni, kwa sababu ile nguvu unayoitoa ndiyo nguvu unayotakiwa kuizidisha ndani yako. Kinapelekea wachungaji wengi kuanguka kwenye uzinzi kama manzi yaliyopigwa na lungu, kwa sababu ya upumbavu. Akishaona na kanisa la watu 100, basi jeuri anapanda mikono, anaweka na 4. Mimi tayari Mungu amenikubali. Shetani unayepigana naye sio wakali na ya leo. Shetani unayepigana naye sio wakali na ya leo. Kamuuliza yule aliyepigana na mwanamke bustanini alikuwa ni nani? Biblia inasema alikuwa na kichwa kimoja nyoka. Akamwambia Hawa, kaangalie mwanamke wa Ufunuo 12, anapambana na mwanamke katika kuzaa, hana kichwa kimoja na vichwa 7. Vichwa vimeongezeka. Anayepambana naye ni yule. Halafu na wewe unabweteka, kwa maana alikutumia jana.
Nisikilize kanisa la Mungu, upokee nguvu za utu wa rohoni. Kwa kadiri unavyotumiwa ndivyo kadiri usogee mbele za Bwana. Ifike mahali uone chakula ni kichungu, uone maji ni machungu, uone kulala ndani ni kuchungu, uone kushinda ibadani ni kuchungu. Kwa maana hao uliowapiga leo wanainuka, watakupiga kesho, na watakapokupiga mambo ya kale hayatakumbukwa. Mungu anampa Elia chakula, anamwambia kula. Mungu akala, akalala tena. Mungu naona mimi naogopa. Mungu akasema wewe kula chakula, kimepungua. Kupambana na 850 peke yako si mchezo. Najua kanuni ya kiroho, umepungua rohoni, kula chakula. Akala, akalala tena. Mara ya 3 Mungu akampa tena chakula. Hakuchoka kumlisha, akamlisha tena. Alipomlisha mara 3 ndipo anamwambia nenda sasa. Biblia inasemaje? Akatembea kwa chakula kile siku 40 jangwani. Akatembea siku 40 jangwani kwa nguvu ya chakula kile. Mtu wa rohoni na chakula. Nisikilize wewe unayesubiri uende ibadani mpaka upigiwe simu. Niliachaga ujinga huo wa kupiga simu ili mtu uje ibadani. Ulia wa madhabahu hii unayemtafuta Mungu, utaweka bidii ya kumtafuta Mungu. Kuna watu tumewapandikizia Mungu wa bandia. Usipopiga simu haji, najisikia uvivu. Sikiliza, tutakwenda na wanaokwenda, tutasimama na wanaosimama, tutakimbia na wanaokimbia, tutatumika na wanaotumika. Anayetaka kwenda twende, anayetaka kukimbia kimbia, asiyetaka. Mtu wa nje halishi chakula hicho. Mtu wa nje anakuja kwa ibada. Unaona watu wanaofanya kazi ya Mungu wanajipendekeza. Mwenzangu, acha tujipendekeze. Sisi wengine tungekuwa tulisha kufa zamani. Kwa wingi wa maadui tulio nao. Tungekuwa tulishaondoka zamani. Unapigwa hata na watu wasiokujua. Unapigwa hata na watu wasiokutambua. Ili mradi wameuziwa vita vyako. Siku moja nilipanda tu bodaboda, nikaamua nipande bodaboda. Gari yangu nimeiacha ndani. Nilipopanda bodaboda mtu mmoja nikamwambia nirudishe nyumbani. Wapi? Nikasema naenda kule chini kwa Nyisa. Yule mama akaanza kutiririka yule mama. Nakwambia ni Filimason yule mama tata. Nikamwambia we, unamfahamu? Akasema namfahamu. Yule mama tata. Paka nilishuka nyumbani sikumwambia mimi ni nani. Yaani paka nilishuka nyumbani sikumwambia mimi ni nani. Unapigwa vita na watu hata wasiokujua. Alafu unabweteka. Alafu unakaa kama wasiojulikana. Nakwambia ukitaka mtu wa rohoni awe imara, komaa. Paka sugu za rohoni zitokee. Paka sugu za magoti zitokee. Hivi unawafahamu wale mateja? Unawafahamu wale teja wale wakiwa alosto wale wanavyokuaga, yani hawaeleweki wale. Anaweza kasimama mahali unakuta anafanya. Nilienda Marekani nilishangaa. Huko hakunaga malosto huko. Huko hawako. Yani ana mtu amekaa hivi. Ndo alishalala hapo. Udenda umeshamwagika. Alishalala hapo usingizi. Mwingine usitaona amekaa kaeje. Sikiliza, yule mtu hawezi kuinuka pale kwa chakula chako. Lazima apate abugie tena. Lazima apate dawa tena. Hata kienda hospitali hawamtibu kwa sindano. Wanatafuta madawa ya kulevya tena ili yamzibue. Natamani chakula cha rohoni kiwango unachotakiwa. Uwe kama teja wa rohoni. Uwe kama teja wa rohoni. Usipokula uone unazimika. Usipoomba uone unazima. Usipokesha uone unazima. Usipomtumikia Mungu uone hakuna maisha. Usipoenda kanisani uone kama hakuna maisha. Ukifika viwango hivyo, hakuna mtu atakaye kuangusha. Hakuna mtu atakaye kupiga chini. Hakuna mtu atakaye kuvunja moyo. Wanaokuvunja ndio wanaovunjika wao. Wanaokupiga ndio wanaopigwa wao. Wanaokula ndio wanaokula wao. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Viwango vya shetani tunavyopigana navyo, lazima kanisa liwe kama teja. Yaani kanisa liwe teja wa kiroho. Liwe teja wa kiroho. Yaani kila unapokaa unatamani maabudu tu. Unatamani maabudu tu. Ukisikia mtu ameabudu katika roho, hata kwenye daladala unasema la basi. Alafu unagundua huko kwenye daladala
Unagundua uko kwenye gari, ukiwa sokoni, ukakuta amepita mtu wa aina yako. Huku ndani siku nachemka. Huku ndani siku napiga kelele. Wengine wanapiga story huko, wewe huko akapita mtu mmoja ukasikia Bwana asifiwe, haleluya. Yaani unakuta kama amekumwagilizia maji. Ukifika viwango vile, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakao kunena vibaya Mungu ataugeuza, kwa sababu viwango ulivyo navyo, hakuna pepo anakusogea, hakuna jini anayekusogelea, hakuna nguvu ya kuvunjika. Wewe ni kusogea mbele. Amen. Sikiliza, Mungu akupe neema ya kumlisha mtu wa ndani siku kwa siku, siku kwa siku. Kila siku unamlisha asubuhi, unamlisha mchana. Tunapata wapi walokole waongeaji masokoni hivi hivi? Nakuta ukifika mahali unasema we Yesu turehemu. Kuna mahali unajificha kwamba hata mtoto wangu asinitaje mimi, alafu wana kihelehele, wakikuona huyu na mama yangu wa kiroho, unasema Mungu nitie nguvu. Amekaa sokoni anauza nyanya, yani hey. Nakwambia Simba ile imepigwa ngao, yani Manchester, acha kabisa Manchester. Nakwambia hey. Nakwambia kwenye michezo, kwenye kilimo, kwenye kutata watu, tangu asubuhi mpaka jioni. Halafu unagundua huyo ni mlokole. Huyo roho anakaje huko ndani? Ule utu wa ndani unakaje huko ndani? Walokole waliozama rohoni hawana mdomo kama wa kwako. Hawana mdomo kama wa kwako. Hawana mdomo kama wa kwako. Huyo mwongeaji mpeleke kwenye maombi dakika 5 tu. Kimwambia tufunge masaa 12 ni kama umemuua. Ni kama umemnyonga. Nini? Mtu wa nje ana nguvu kuliko mtu wa ndani. Mtu wa ndani akiwa na nguvu, kinywa. Kila walio wakubwa rohoni waliomba, Mungu niwekee mngojezi kwenye kinywa changu. Niwekee mngojezi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana utasoma mwenyewe. Nimesoma pale Yohana 4:16. Ni habari ya mwanamke na Yesu. Yesu anamwambia yule mwanamke habari za dhambi yake. Lakini wanafunzi wanakuja. Amen. No, 4:33. Wewe utaanza 16 lakini mimi nianze 4:31. Amen. Biblia inasema huko nyuma wakamsii wakisema, Rabi, ule akawaambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Ndio. Basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Oh, yes. Hamsemi ninyi bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba. Asante, shia hapo. Wanamletea chakula, wanamwambia Rabi kula. Kamati ya chakula iliyokuwa inahusika na chakula imeenda kutafuta chakula. Wanakuja wanamkuta anaongea na mwanamke. Wanamwambia Rabi kula chakula. Yeye anasema siwezi kula. Nimeshiba. Nina chakula changu nilichokula. Na hisi walijiuliza wakina, maana hata kusanyiko la Yesu lilikuwa na viongozi wazembe. Lilikuwa na watu wengine pale, na hisi walijua amekula chakula cha huyu mwanamke. Amekula wapi? Lakini Yesu anapogundua maswali yao anasema mimi nina chakula changu ninachokijua. Chakula changu ni kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Ili mtu wa rohoni awe hai, hakikisha kila siku kuna mapenzi ya Mungu unayoyatimiza. Yako mapenzi ya Mungu unayoyatimiza. Kila itapo leo, hakikisha kuna mapenzi ya Mungu unayoyatimiza. Yako mapenzi ya Mungu unayoyatimiza. Ukijihakikishia hivyo, yule mtu wa ndani anaishi. Maana anakula chakula chake kinachoitwa kutimiza
mapenzi ya Mungu. Kuna tofauti kati kuyajua mapenzi ya Mungu na kutimiza. Watu wengi tunayajua mapenzi ya Mungu lakini sio kutimiza. Nikiuliza hapa mapenzi ya Mungu kila mmoja anayajua, lakini sio kwenye kutimiza. Anasema chakula changu ni kuyatimiza. Sema kuyatimiza mapenzi ya Mungu, sio kuyajua mapenzi ya Mungu. Kuyajua na kuyatimiza ni vitu viwili tofauti. Nazungumza kuyatimiza